Bana, kuelekea dabi ya Kariakoo, maneno mengi sana yamezuka kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na uraia wa Damaro Kamaro. Tukasema kwamba tuzungumze na mwamba JB 64. Wana Simba wana hofu na dabi. Mambo yamekuwa ni mengi kweli kweli hapa. JB, kwema ndugu yangu? Bwana kwema kabisa. Uko vizuri kaka? Sisi tuko vizuri. Naona Simba sasa mnahoji uraia wa Damaro Kamara. Unajua sisi tunachokifanya, sawa? Tunachokifanya ni kuweka uhalisia wa mpira wa nini? Wa Tanzania. Sio, umeelewa? Leo unapozungumzia kukua, sawa kukua yani growth and strengths ya ligi ya Tanzania, maana yake unazungumzia Simba Sports Club ndio loyafanya haya yote. Kwa hiyo sisi ndio wenye ligi yetu. Kwa hiyo tukiacha mambo madogo madogo ambayo yanaichafua ligi yetu, tayari ina maana moja kwa moja tunaiharibu ligi ambayo tumeipambania vya kutosha, tumeitoa kwenye 100 bora mpaka leo iko ndani ya 5 bora, ni kwa sababu ya Simba Sports Club. Kwa hiyo hatuwezi kuacha madudu ambayo yanaendelea katika kuubomoa mpira wa nini, mpira wa Tanzania. Leo Tanzania tunajiandaa na maandalizi ya AFCON. Sio, umeelewa? Tunajiandaa na maandalizi ya AFCON. Utapataje timu iliyokuwa bora? Sawa bila ya kuwa na ligi bora? Utapataje marefa bora bila ya kuwa na ligi bora? Sio, umeelewa? Ndicho tunachokiangalia sisi. Sio, umeelewa Sisi hatuangalii dabi. Dabi ipo, dabi inajulikana, ina mambo ya nje ya uwanja, ina mambo ndani ya nini? Ndani ya uwanja. Hata kama umemsikia yeye mwenyewe anaiogopa Simba sasa hivi. Umeelewa? Na Simba tukiamua hayo masuala nje ya uwanja, hakuna kiongozi yoyote wa mpira Tanzania ambaye anaweza akashindana na viongozi wa Simba kwenye masuala ya mambo ya nje ya uwanja. Tuko vizuri kila idara sisi. Isipokuwa tunaupeleka wapi mpira wa Tanzania? Si umeelewa? Leo sheria na kanuni zimeweka wachezaji 10 na ngapi? 12 mwisho, si ndio Na kanuni tumezipanga wenyewe. Sasa kwa nini tusibomoe? Yanga mpaka sasa hivi ana wachezaji 12. Ukiongeza na huyu Damaro wa 13 na 14 mpaka sasa hivi ana henga, hajulikani kama kaondoka kweli au wamemtoa kwenye mfumo. Si umeelewa? Kwa hiyo Damaro inaonekana amesajiliwa kama mchezaji wa ndani. Sasa anakuaje mchezaji wa ndani? Ndio maana watu wanahoji uraia wake. Kwa nini hawakulifanya kwa Kibu Denis? Unakumbuka tulivyomsajili Kibu Denis dirisha dogo? Kwa nini Yanga wakulalamika mpaka Kibu Denis akatafutiwa uraia, akapewa uraia wa nchi? Lakini walilalamika na wakadai kwamba watamfutia uraia Kibu Denis. Sisi tumehoji uraia wa nani? Wa Damaro Kamara. Na kama kweli ni raia wa Tanzania, kwa nini asiitwe sasa timu ya taifa? Sisi tunamtetea Damaro Kamara, kwa nini haitwi timu ya taifa? Si raia wa Tanzania? Maana yake anatakiwa achezee timu ya taifa ya wapi? Hii sasa kwa nini haitwi sasa? Kwa nini tunaenda AFCON na namba 6 bora tunamwacha hapa? Tuna kiungo bora tunamwacha hapa. Unakubali kwamba ni kiungo bora kabisa? Ni kiungo bora. Sasa kwa nini haitwi timu ya taifa? Ina maana kuna nini hapa? Kuna question mark hapa. Ndio maana tunahoji sisi. Anafaa kucheza timu ya taifa. Lakini hatuhoji eti kwa sababu ya dabi. No. Damaro alikuwepo Singida. Singida akashachapika sana na Simba. Si umeelewa? Tunachohoji kwa nini huyu mtu kama ni Mtanzania, kama ana uraia wa Tanzania umeshakamilika, ameshapewa, kwa nini haitwi timu ya taifa? Si umeelewa? Sio hofu ya dabi JB 64. No. Kwa nini haitwi timu ya taifa kama ni Mtanzania? Na kama sio Mtanzania uraia bado hajaupata, hujakamilika. Kwa nini Yanga na wachezaji 13? Kwa nini haitumike Yanga akiwa kama mchezaji wa nini? Wa nje, wa kulipwa. Tafsiri yake Yanga atakuwa amevunja kanuni tuliojiwekea wenyewe kwamba wachezaji wa nje, professional player, mwisho wachezaji 12. Yanga ana 13 kwa sababu gani? Na ameshacheza baadhi ya mechi. Kwa nini? Si umeelewa? Ndicho anachoji Simba. Ni swali rahisi tu. TFF, umeelewa, au bodi ya ligi au wao Yanga wenyewe wanatakiwa waje watupe majibu kuelekea kwa nani? Kwa huyu mchezaji, kwamba amesajiliwa kama raia wa Tanzania au amesajiliwa kama ni mchezaji wa nini? Wa Mali. Na kama amesajiliwa kama mchezaji wa nje, kwa nini Yanga na wachezaji 13? Ina maana sheria na kanuni zinatakiwa zizingatiwe
zifuatwe, kama ni adhabu, kama ni nini, Yanga anatakiwa aitumikie. Hawezi kuwa na wachezaji 13 wakati sisi tuna wachezaji 12. Hivi kuna watu wameenda mbali sana kwamba iweje sasa hivi kuelekea dabi ya Kariakoo na msimu huu umeanza muda mrefu. Kwa nini hamkuzungumza mapema? Yule mchezaji amekuja dirisha dogo. Kila kitu unafanya speculation. Kabla dirisha halijafungwa uwezo kaongea lolote. Inawezekana kuna mchezaji wamemtoa kwenye mfumo, utajuaje? Kilichowastua watu yule Kouma. Juzi si alikuwepo kwenye mechi? Kouma si alikuwepo? Sisi tulijua Kouma yule Dombia, Celestine kuwa wale wametolewa kwenye mfumo hawapo. Lakini tumemwona juzi kwenye mechi ya CRDB hakucheza Kouma. Kwa hiyo yule mnaona wa 13 uwezo ukaoji kitu ambacho kuna uhalisia wa wachezaji 12. Lakini baada ya kuonekana Kouma ndio ikaonekana kwamba Yanga kumbe na wachezaji 13. Kama ana wachezaji 13, kwa hiyo huyu Damaro vipi? Au amesajiliwa akiwa kama mchezaji wa nini? Wa ndani? Na kama ni mchezaji wa ndani pasipoti yake ipo. Si umeelewa? Na yule pasipoti zake zinaonyesha mbili. Kuna pasipoti inaonyesha ana miaka amezaliwa 2002. Kuna pasipoti inaonyesha amezaliwa 2000. Si umeelewa? Ndio maana watu wakaoji baada ya kumuona Kouma yupo. Ina maana kwa sababu CRDB Confederation Cup uwezo ukacheza bila kusajiliwa katika ligi ya nini? Ya bara. Si ndio? Au unasajiliwa unacheza tu? Lazima usajiliwe. Kama Kouma amecheza maana yake yupo kwenye mfumo wa Yanga na dirisha lishafungwa. Ina maana Yanga ameshindwa kuvunja mkataba ule mchezaji au kumpeleka kwa mkopo. Kwa hiyo kama yupo maana yake atakuwa 13 sasa. Mimi ninachokitaka hapa JB 64 lengo kubwa ni nini? Asicheze kwenye dabi au mnaangalia mbele kwenye ligi? No, sio asicheze dabi. Huyu kuna mechi ameshacheza. Sikuna mechi ameshacheza huyu. Mpaka CRDB sikacheza. Ina maana Yanga anatakiwa wale Cosmopolitan wapewe matokeo wapite. Yanga kavunja sheria na kanuni. Na kwenye ligi yule amecheza mechi takribani 3. Yanga atakuwa apokwe pointi. Kwa ajili ya Damaro kama. Sio dabi tu, Damaro sikacheza. Kwa zile mechi ambazo amecheza. Usajili wake uko batili, kanuni na sheria zinasemaje? Yanga anyang'anye pointi. Sikavunja kanuni. Kwa nini uchezeshe mchezaji ambaye usajili wake haujakamilika? Hakuna wachezaji 13, mwisho 12. Adhabu ni ipi sasa? Ikiwa Yanga ameshanufaika na yule mchezaji na amepata mapointi, adhabu ni ipi? Turejee sasa kwa TFF na bodi ya ligi, kanuni zao zinasemaje? Watupe majibu kuhusu Damaro. Sio, umeelewa? Kwa hiyo shida ndio iko hapo. Sio dabi, sisi hatumogopi mtu yoyote. Yaani wewe mimi na Haura anatokea upande wa kushoto. Kulia huku na nini? Na Ribe Segwe. Hapa ndani hapa naeka Mpanzu namba 10. 9 Suleiman Mwalimu, namba 8 Chama. Chini nashusha Kagoma. Kapombe kama kawaida huku. Mchezaji mfupi mwenye akili nyingi kuliko wachezaji wote Tanzania, Dickson Kibabage. Ndani hapa namweka Ture, Ismail Ture, namweka na Lushin Deruku. Golini huko tupa. Kasal. Jibri Kasal. Yanga napitia wapi? Damaro nani wewe? Sawa, jibi tuame katika upande huo sasa. Bila shaka umemshuhudia alichokizungumza Haji Sande Manara. Umemsikiliza kwa makini sana. Nimeona baadhi ya mashabiki wa Young Africans wamemjia juu kweli. Nataka tuanzie hapa. Wewe ni mtu wa football. Kile ambacho amekizungumza Haji Sande Manara kina uhalisia JB 64? Kina uhalisia. Ni kweli Yanga wamekosea sana kuipeleka mechi wapi? Zanzibar. Sawa Anaokosea watu wa mpira. Hii mechi inaangaliwa na inatakiwa iangaliwe na watu wengi. Watu almost 70,000 watakuwa wanaiangalia hii mechi. Lakini mechi leo unaihamisha hapa unapeleka kwenye watu 10,000. Mimi niliulaumu tu uongozi wangu, hii mambo kwa katika barua waachane nayo. Hasara wale ni za kwao. Si umeelewa? Sisi tufocus kwenye nini? Kwenye hii mechi. Si umeelewa? Tukiendelea mijadala ikiwa mingi sana, matokeo yake tunakuja tunafanya nini? Tunajitoa mchezoni. Lakini kiuhalisia Manara alichozungumza yuko sahihi. Umeelewa? Yaani yuko sahihi kabisa. Na Manara ametoa mpaka historia. Mwana Yanga gani mwenye akili timamu ambaye anajua kwamba Yanga anaweza akapata matokeo Zanzibar? Ni mwaka gani Yanga ameshawahi kuifunga Simba Zanzibar? Especially mwezi wa Ramadhani. Au mechi kichezwa usiku.
Kwa amezungumza vitu ambavyo vipo. Ukiingia kwenye Google kweli Yanga hajawahi kupata matokeo. Mechi zote za mwezi wa Ramadhani Zanzibar Yanga hajawahi kupata matokeo. Umeelewa? Lakini wana Yanga wanaaminishana kwamba hii mechi ilivyopelekwa Zanzibar Simba ataenda kufungwa kule. Sawa? Ikiwa Simba hii ndio mechi ya maisha yao. Hii Simba ndio mechi yetu ya maisha. Tumefurahia swala la nini? La maboresho ya katiba. Tumefurahi kama wanachama. Sasa ili tufurahi zaidi, huyu mtani lazima apinduke. JB 64, hili sakata la Haji Manara, baadhi ya mashabiki wamemvaa kweli kweli wakimwandama Haji Sande Manara kutokana na kile ambacho amezungumza hasa kwenye usajili wa wachezaji wa Young Africans. Kuna fact yote ambayo amezungumza Manara katika hili? Manara yuko sahihi. Manara yuko sahihi. Mimi nilishalizungumza kitambo na wewe shahidi. Sawa, umenioji sana kuhusu usajili za Yanga. Unajua usajili ni namba. Sawa Na zile namba zikija zinatakiwa zionekane kweli zimeonyesha kwamba zimefanya nini? Namba zile zimekuja kihaki. Umeelewa? Ukiangalia msimu huu Yanga amemsajili nani? Amemsajili dirisha kubwa. Tuanze dirisha kubwa. Amemsajili Kouma. Si ndio? Mchezaji wa pili amemsajili Dombia. Si ndio? Alafu tuangalie Ekua. Alafu amemsajili nani huyu? Nani alotoka South Africa? Nani namba 9? Endu Boyle. Alikuwa kwa mkopo. Sawa, si ndio amesajiliwa huyo? Si umeelewa? Amemsajili Chabalala. Si ndio? Amemsajili nani? Namba 4 alomtoa Singida yule center back anaitwa nani yule? Yasinki. Yasinki. Ndio wachezaji waliosajiliwa na nini? Na Yanga. 6. Sawa Kuna wengine hawa ndani. Sasa hebu tumwangalie huyu Kouma. Ameweza kuingia kwenye kikosi Yanga. Dombia ameingia kwenye kikosi Yanga. Celestine Ekua ameingia kwenye kikosi Yanga. Endu Boyle kaingia kaweza kumchallenge Dube. Haya, Chabalala ndo anapishana na yule bwana ni Boka. Sawa Haya, ukija Yasinki kaingia. Si umeelewa? Kwa hiyo katika wachezaji hawa 6 tu tuloweka hapa, wachezaji walioingia kwenye kikosi cha Yanga, sawa ni mchezaji mmoja tu ambaye ni Chabalala ndo anacheza. Waliobakia wote hawana uhakika wa namba. Sijui umeelewa? Tafsiri yake Manara alikuwa yuko sahihi. Haiwezekani unafanya usajili tu kila baada ya miezi 6 wewe unafanya usajili. Sasa hivi baada ya miezi 6 tu dirisha dogo. Wote hao wameondoka hawa, si ndio? Si wote wameondoka hawa. Kabaki Chabalala, kabakia huyu Yasinki. Si ndio Na Kouma ambaye ana utata anataka avunjiwe mkataba. Walobaki wamevaa nini? Tumemsahau hapa mchezaji wa 7. Nani yule anaitwa nani? Balakonte. Na vile vile hajafani hajaingia. Sasa wewe unamwataki Manara hapa kwa lipi sasa? Manara yuko sahihi. Manara afichu yani Manara alivyo. Yani Manara tuseme kama nini? Yani Manara tuseme Manara kama majabali. Majabali wayabebi uchafu lazima utakuja nchi kavu. Ndio Manara alivyo. Manara black white. Ndio Manara alivyo. Kwa ukikaa na Manara lazima ukubaliane na hilo. Black white. Manara amezungumza ukweli kwamba injinia kila mwaka anafanya usajili mara 2. Yani kila baada ya miezi 6 analeta wachezaji. Kwa mtaji huu uwezi hata mara moja ukakompiti katika mashindano ya kimataifa. Mashindano ya kimataifa lazima wachezaji wazoeane. Na ndicho kinachotugharimu Simba mpaka sasa hivi. Ndio maana watu wanahangaika kutengeneza nini timu. Kwa hiyo Yanga naona wanarudi tena kule walikotoka kule. Lakini kiuhalisia sajili za Yanga hazikukliki. Hapa engineer aliwakosea wana Yanga. Isipokuwa kwa sababu kuna propaganda nyingi zinatengenezwa kwa waandishi wa habari. Watu wa mitandao wametengenezwa, kuna wachambuzi wamenunuliwa kwa ajili ya kuisemea mazuri Yanga. Washa kumsikia mchambuzi wote anazungumzia kufeli kwa uchezaji. Nipe mchambuzi mmoja. Asi Rafaeli. Si ndio bingwa?
wa kutetea sajili za Yanga. Huyu Kouma alisema anamfananisha na Chama alipokuwa na hatari, mwana mjarana asojua vibaya. Yaani Kouma unamfananisha na Clatous Chota Chama, mchezaji ambaye aloshindikana Tanzania hii. Hakuna mchezaji aloingia na akafanya mambo. Pacome ameshindwa kufanya makubwa aliyofanya Chama. Ndio mfananisho Kouma na Chama. Dombia kamfananisha naye na Chama vile vile. Dombia hatari, ni kiungo hatari, mashine. Enduboli anakuja kumfananisha na Kagere. Kagere ambaye kaingia misimu miwili goli 48. Top scorer, top 20 goals. Unamfananisha na Enduboli. Sasa hivi wamefeli, mbona azungumzi? Haya, Okelo. Kamleta Okelo disha dogo tena. Okelo mpaka sasa hivi ana goli ngapi? No goal no assist mpaka sasa hivi, kiungo mshambuliaji ana goli ana assist. Umemleta Depu ndo huyo ana goli la penalti na goli la nini? La kichwa lile kwenye klabu bingwa. Lakini angalia huku upande wa Simba, sajili zote zimekliki. Wameondolewa, wanauzwa tu kwa masuala yao, tumewauza. Sawa Lakini angalia disha dogo, vyuma vilivyoletwa. Haura mpaka sasa hivi klabu bingwa ana goli katika mechi 3 ana goli 2, ana assist 2. Nani ukija Libesegwe ana goli 1 ana assist 2. Kwenye ligi ndo kila mechi alocheza amefunga. Umeelewa? Lakini usikii huku Simba kuzungumziwa, unazungumziwa huku. Kwa hiyo Manara, yani Godi Yanga, kwanza Godi Yanga hawezi kuijua Yanga kama anavyojua Manara. Manara anaijua Yanga vizuri kuliko Godi Yanga. Godi Yanga Mchaga katoka kwao mapolini huko, kaja hapa Dar es Salaam kalivamia jiji, Yanga kaikuta. Wewe mtoto uliozaliwa 80 na utaijua Yanga rafiki yangu. Sasa hivi kwa nini kama amezungumza fact, kwa nini mashabiki wa Young Africans wamemjia juu sana? Wengine wanasema kwamba arudi Simba. Mashabiki wa Yanga wako Yanga. Sio Manara, wamrudishe na Mchome, wamrudishe na Nabii Meja. Kwani Yanga kazi yao sikununua mashabiki wa Simba? Kazi ya Yanga ni kununua mashabiki wa Simba. Sio huyu tu Manara, warudishe Senzo Mbata, swali kuja kumnunua. Kwani wamemzoea kumnunua Manara tu? Wamrudishe na Galib Saidi. Galib Saidi nani? Galib Saidi ana kadi namba 542 ya Simba. GSM. Yule ni mwanachama wa Simba, sema kule ni biashara kwa sababu ni uwekezaji, ameenda kuwekeza, lakini yule ni mwana Simba, Galib Saidi. Umeelewa? Kwa hiyo kama anataka kumrudisha Manara, amrudishe na bosi wetu. Hakuna tajiri anayependa Yanga. Yanga ni timu ya watu maskini. Origin ya Yanga imeanzishwa na watu maskini, wabeba mizigo Kariakoo. Simba imeanzishwa na mzee Saksi, watu matajiri, watu wenye elimu. Ndio maana mpaka leo hii Simba ni inabeba watu wenye elimu zao, watu wenye pesa zao, watu wako Simba. Uwezi ukampata tajiri huko Yanga bwana wewe. Huyo Gulamali alikuwa Simba. Gulamali yule anapenda Simba. Sema kibiashara yeye kamwende huko asimdeuji akawa yuko huko. Wewe vipi bwana? Sawa, hivi mnakwenda Dodoma. Vipi kwanza umejiandaje kwenda Dodoma kupata alama 6? Mnyama anakwenda kupokea alama 6? Alama 6 tunaenda kuchukua na turudi kule bila ya alama 6. Mimi naondoka leo hii. Naondoka leo usiku, naelekea Dodoma. Sirudi mpaka nimalize mechi zangu. Lazima nirudi na point 6 hapa. Ndio Simba ilivyo. Kwa sababu Mwamba Deus Kaisire sawa tayari ameshafanya nini? Ameshafanya mambo yake. Umeelewa bwana? Tunaelekea wapi? Tunaelekea Dodoma sasa hivi. Ni swaiba wangu huyu, mfanya biashara mkubwa sana Deus Kaisire. Mwamba vile vile Jairut chuma cha pua. Inaniambia usirudi huko mpaka urudi na point 6. Jairut Mwamba. Kwa hiyo naelekea Dodoma na vile vile ananisupport, naelekea zangu nini? Naelekea Dodoma. Kwa hiyo ndio maana tunasema tuendelee kumsupport bosi wetu, tuache kununua jezi fake, tununue jezi original. Simba inayotengenezwa sio Simba ya kawaida. Umeelewa? Ikiwa Jairut ameamua mpaka kutuletea chuma kile Riemba, wewe unajua dola ngapi yule? Dola 3.5. Hivi Loemba vipi kwanza umemuonaje? Loemba sio mchezaji wa mchezo yule. Yule utamuona kuanzia kesho na mpaka hiyo mechi ya dabi watakuja kulia watu pale. Ile ni midfield. Jairut kafanya mambo pale. Jairut kafanya ya kwake. Kwa hiyo tumsupport Jairut katika nini? Katika vitu vyake, katika kuzinunua jezi zake, tusinunue jezi fake. Kwa sababu jezi kwanza amezishusha bei.
na nimeongea naye, ile Christmas imeisha, lakini kaacha bei ile ile, ili kila mwana Simba asivae jezi fake, tuvae jezi original. Na basi linakuja, liko njiani tayari, linaingia mwezi huu ukatiki bure huu. Mwezi wa ukatiki bure, basi litakuwa lishafanya nini? Limeshaingia. Hakuna cha ukimya, kila kitu kinaenda na taratibu, protocol. Sawa sawa. Shukrani sana. Asante sana.